Imani mbalimbali ambazo tunaziamini zinathibitisha uwepo wa viumbe wasioonekana kwa macho ya kawaida katika ulimwengu wa kiroho, na moja kati ya viumbe ambao hawaonekani kwa macho ya kawaida wanaopatikana katika ulimwengu wa kiroho ni majini. Ingawa pia majini wote si wabaya, inaaminika majini pia wamegawanyika katika makundi mawili kama ilivyo kwa wanadamu. Wapo binadamu wabaya na wapo binadamu wazuri, na hata katika majini inaaminika wapo majini wazuri na wapo majini wabaya. Yapo maeneo mbalimbali ambayo imani zetu zimekuwa zikiyathibitisha kama maeneo pendwa kwa majini, hivyo ni maeneo ambayo majini wanapendelea kuyaishi. Miongoni mwa maeneo ambayo majini wengi wabaya wanapenda kuishi ni katika vyoo kwenye makazi yetu. Zipo dalili mbalimbali ambazo huanza kujidhihirisha pindi majini wabaya wanapoingia katika vyoo vya makazi yetu. Dalili mojawapo ni watu kuanza kudondoka na kupoteza fahamu pindi wanapoingia kutumia vyoo. Dalili nyingine ni kuhisi uwepo wa harufu fulani isiyokuwa ya kawaida pindi unapoingia kwenda kutumia choo. Zipo dalili nyingi sana ambazo zinaweza kujidhihirisha pindi majini mbalimbali wanapovamia makazi yako na kuanza kuishi katika vyoo vya nyumba yako. Pamoja na uwepo wa majini hao wabaya kwenye vyoo vyako, zipo hatua ambazo unatakiwa kuzichukua haraka ili kuwaondoa majini hao katika choo chako, kwani tafiti mbalimbali zinaonesha vyoo vingi ambavyo tunavitumia vina uwepo wa majini, viumbe ambao hawawezi kuonekana kwa macho ya kawaida, kwani majini wengi wabaya wanapenda kuishi katika sehemu chafu, na miongoni mwa sehemu chafu ni vyoo ambavyo tunavitumia kwenye makazi yetu. Endapo nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kujifunza namna gani ya kuwaondoa majini wabaya katika vyoo, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Endapo umebaini kuna uwepo wa majini katika choo chako, yafuatayo ni mambo ambayo unatakiwa kuyafanya ili kuwaondoa majini hao katika makazi yako. Namba 1, hakikisha unafanya dua kabla ya kuingia chooni na baada ya kutoka chooni. Unapofanya dua, unakuwa umekaribisha uwepo wa Mwenyezi Mungu katika sehemu ambayo upo, kwa sababu unaingia katika choo ambacho ndani yake kuna uwepo wa majini. Utakapofanya dua maalum kabla ya kuingia chooni, basi uwepo wa majini utaondoka, kwa sababu majini wabaya hawawezi kuwepo katika eneo lenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Lakini pia fanya kwa imani yako. Kama wewe ni Mkristo, kemea, lakini kama wewe ni Muislamu, zipo dua na miongozo mbalimbali kulingana na maelekezo ya dini, kwani utakapoweza kufanya hivyo, majini wataweza kuondoka katika choo chako na choo chako kitabaki safi kabisa. Namba 2, hakikisha unasafisha choo chako mara kwa mara. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, asilimia kubwa ya majini wabaya wanapenda kuishi katika sehemu chafu zinazotoa harufu mbaya, kwani baadhi ya tafiti za kidini zinaonesha wapo baadhi ya majini ambao huwa wanakula takataka na harufu mbaya ambazo zinapatikana katika vyoo vyetu. Kitendo cha kuacha choo kikiwa na harufu mbaya na takataka kila wakati inakuwa ni kama kuwakaribisha majini hawa waendelee kuishi siku zote katika vyoo vyetu. Hivyo utakaposafisha choo chako kila siku kwa maji ya sabuni na dawa za kuua vijidudu, choo chako kitakuwa na harufu nzuri, jambo ambalo litawakera majini, na majini wabaya wanaopenda harufu mbaya wataondoka. Choo chako kitakuwa safi, ambacho hakiwavutii majini wabaya kuendelea kuwepo katika eneo hilo. Namba 3, tumia chumvi ya mawe kusafisha katika choo chako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, chumvi ya mawe inaweza kuleta nguvu nzuri katika sehemu yenye nguvu mbaya, lakini chumvi ya mawe inaweza kuondoa viumbe wabaya wasioonekana kwa macho ya kawaida. Hivyo jambo ambalo unatakiwa kulifanya,
Hakikisha unamwaga maji ambayo ndani yake umeweka chumvi ya mawe katika choo chako. Safisha choo chako kwa kutumia maji yenye chumvi ya mawe. Hii itasaidia si kuondoa tu nguvu mbaya, bali itasaidia pia kuondoa bakteria na vijidudu ambavyo vingeweza kusababisha harufu mbaya katika choo chako, na kuanzia hapo majini hawatoendelea kuwepo tena katika eneo hilo. Wataondoka na kwenda kurandaranda huku wakitafuta makazi mengine katika vyoo vichafu. Hivyo kwa sababu ya kuondoa negative energy na kukaribisha positive energy katika choo chako, hakikisha unasafisha choo chako kwa kutumia maji ambayo umeweka chumvi ya mawe ndani yake. Namba 4, hakikisha unasoma kitabu cha maandiko yako mara kwa mara kila unapokuwa nyumbani. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kadri unavyokuwa unasoma kitabu cha imani ya dini yako mara kwa mara kila unapokuwa nyumbani, hali hiyo huwa inaleta utulivu katika makazi yako na kuondoa mapepo wabaya katika makazi yako. Na kwa sababu hiyo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hata mapepo na majini ambao wapo katika choo cha makazi yako wataweza kuondoka. Kama wewe ni Muislamu, penda kusoma Qur'ani ukiwa katika makazi yako, lakini kama wewe ni Mkristo, penda kusoma kitabu kitakatifu cha Biblia pindi unapokuwa katika makazi yako. Kila unapokuwa unasoma kwa imani, amini usiamini, viumbe wabaya wanakasirika, na kwa sababu unakuwa unashusha uwepo wa Mwenyezi Mungu kwenye makazi yako, basi viumbe wabaya wakiwemo mapepo na majini wanaondoka kwenye makazi yako. Namba 5, epuka kufanya ushirikina na uchawi katika makazi yako. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kupelekea uwepo wa viumbe wabaya, wakiwepo majini wabaya ambao wataanza kuishi katika choo cha makazi yako, ni pale ambapo utaendekeza ushirikina na uchawi katika makazi yako. Kwani vitu kama damu ni vitu ambavyo vinahusishwa sana katika ushirikina, na mara nyingi damu inapotumika huenda kutupwa katika vyoo ambavyo vipo katika makazi yetu. Majini wengi wanapenda damu. Hivyo kama shughuli za kishirikina zinafanyika kwenye makazi yako, jambo ambalo utaanza kuliona katika choo chako pale utakapoendekeza ushirikina kwenye makazi yako ni mabadiliko ya kiroho katika choo ambacho huwa unakitumia, kwani roho nyingi chafu zitaanza kuishi katika choo ambacho kipo katika makazi yako, na kuanzia hapo matatizo mbalimbali yataanza kutokea kwa watu ambao wanakwenda kukitumia choo hicho, ukiwepo na wewe mwenyewe. Namba 6, hakikisha unaosha vyombo vya chooni pamoja na sakafu za choo kwa kutumia maji ya moto. Miongoni mwa vitu ambavyo lazima uvizingatie na kuviweka akilini ni kusafisha sakafu la choo yako kwa kutumia maji ya moto, kwani maji ya moto yanaweza kuua vijidudu ambavyo husababisha harufu mbaya katika choo. Na jambo ambalo unatakiwa kulijua, majini wengi wanavutiwa na harufu mbaya ambazo hutoka katika vyoo vyetu. Ukiona unyevu na ukungu kwenye choo chako, ni kiashiria mojawapo cha uwepo wa baadhi ya majini kwenye choo chako. Hivyo huo ni wakati ambao unatakiwa kutumia maji ya moto kusafisha choo chako, na utakapoweza kusafisha kwa maji ya moto, kwa sababu harufu mbaya itatoweka, ambapo vijidudu ambavyo hupelekea harufu mbaya vitakuwa havipo tena. Utajikuta ni mtu ambaye umewaondoa majini katika choo chako, na choo chako kitakuwa na usafi ambao unatakiwa kuwa nao, na positive energy itatawala katika sehemu hiyo. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.